Ukiachana na story ambayo inazidi kutrendi hivi sasa katika mitandao ya kijamii ikishika kasi kubwa kweli kweli, story ambayo ina trendi kwa kiasi kikubwa juu ya Yanga kugomea kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa ukisikutanisha Dar es Salaam Young Africans dhidi ya watani zao Simba Sports Club Mfalme wa Nyika na mnyama mkali wa mwituni, huku ikisisitiza kwamba haina mpango wa kucheza mechi hiyo hata kama itapangwa na bodi ya ligi. Lakini kuna mambo mbalimbali ambayo yanazidi kuhusiana na mastaa wa timu hiyo ya Dar es Salaam Young Africans, mastaa ambao wanaitumikia klabu hiyo kwa kiasi kikubwa. Mastaa hao kama mnavyowajua, hapa tunamzungumzia Pacome Zouzoua, profesa wa bora kabisa, huko akiwa MVP wa Ivory Coast, akiwa katika kikosi cha ASEC Mimosa, kikosi ambacho kinasifika kwa kutoa nyota wengi kuelekea katika vilabu kadhaa hapa duniani. Kama itoshi, hata hapa katika ligi ya NBC Premier League ambapo tumeshuhudia nyota kadhaa wakiungana na vigogo mbalimbali wa soka hapa nchini Tanzania. Sasa tayari Yanga imeshakata tiketi ya kucheza ligi ya mabingwa Afrika katika msimu ambao unafuata, kutokana na nafasi iliyopo kwa sasa, na mabosi wa timu hiyo wameshaingia chimbo kuweka mambo sawa bin sawia ili kuweza kujiweka sawa katika mashindano ambapo yataweza kuanza hapo katika msimu ambao unakuja. Sasa chama hilo likiwashe na kurejesha heshima yake ngazi ya kimataifa. Itarejesha vipi ngazi yake, heshima yake ya kimataifa? Mojawapo ni kubakisha nyota wake wa muhimu kweli kweli, ikiwepo Pacome Zouzoua, profesa wa bori kutoka huko nchini Ivory Coast. Huku nyuma kama kuna shabiki aliyekuwa akiamini Pacome Zouzoua na Max Nzengeli wanatimka Yanga kwa vile mikataba walionayo hivi sasa inaelekea ukingoni. Kwa hiyo mabosi wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans wamejikita zaidi kuweza kubakisha wachezaji hao nyota na wachezaji muhimu katika kikosi chao mara baada ya kuwaita mezani na kuweza kuboresha mikataba yao ambayo inaelekea ukingoni msimu huu ambao unaenda kuisha katika siku kadhaa. Ikumbuko kwamba ligi kuu ya NBC imebakisha michezo kadhaa kuweza kuhitimisha ligi kuu hii ya NBC, ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Hivyo kikosi cha wananchi kimeonyesha kuwa serious kabisa, kuwa makini katika kurejesha makali yake kunako msimu ujao katika hatua ya kimataifa. Ikumbuko kwamba Dar es Salaam Young Africans aliweza kuishia katika hatua ya makundi, jambo ambalo alikutegemewa na watu wengi na haikuwa mipango ya kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans. Ikumbuko kwamba Yanga imeweza kuwafukuza makocha kadhaa ambao walikuwa kinoa kikosi hicho mara baada ya kushindwa kukufikisha katika hatua ambayo walikuwa wakitarajia. Sasa kufuatia tamaa na hamu kubwa ambayo ipo ya asi, kuna tamaa hasi na tamaa chanya. Sasa Dar es Salaam Young Africans wana tamaa chanya ya kuweza kurejesha makali yao katika hatua ya kimataifa. Miloud Hamdi, kocha mkuu wa kikosi cha wananchi, amewasilisha mezani barua na kuwasilisha nyota ambao angependa waweze kubaki katika kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans ili kuweza kuweka heshima kimataifa katika msimu unaokuja. Nyota ambao wameonekana wakiwekwa mezani, na inasadikika kwamba katika msimu huu ambao unaenda kutamatika, basi nyota hao walikuwa wanamaliza mikataba yao. Sasa kwa taarifa nzuri na taarifa njema kwa wapenzi na wadau wote wa Dar es Salaam Young Africans ni kwamba Pacome Zouzoua, profesa wa Ivory Coast, ameweza kuongeza mkataba ndani ya kikosi hicho cha Dar es Salaam Young Africans. Amemwaga wino
watoto wa mjini wanasema hivyo, kwa takribani miaka miwili, tunasema misimu miwili, kuweza kukitumikia kikosi hicho cha wananchi consecutively, ili kuweza kurejesha heshima yake kimataifa na ligi ya ndani. Lakini nyota mwingine ambaye ni kipenzi cha wananchi na kipenzi cha wapenzi wengi wa kabumbu nchini Tanzania, yani hapa nikiwa namzungumzia Max Nzengeli, ambaye ameng'ara kweli kweli katika misimu yote miwili ambayo amekitumikia kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, huku akiwa na mafanikio lukuki, akiwa amefanikiwa kweli kweli katika kikosi hichi cha Dar es Salaam Young Africans, huku akisaidia Yanga kutoa mataji kadhaa ikiwepo NBC Premier League, lakini kama itoshi ligi ya Muungano ambayo imetamatika siku za hivi karibuni. Hakika amekuwa ni nyota wa kutumainiwa, huku akitoka na akichukuliwa katika kikosi cha FC Mannheim ambacho kinashiriki ligi kuu huko nchini DRC Congo, ambapo aliweza kusajiliwa na kikosi cha wananchi na Profesa Nabi ambaye aliweza kumuingiza katika kikosi hicho. Sasa kufuatia usajili huu ambao Dar es Salaam Young Africans imepania kufanya, basi inasadikika kwamba wameweza kunasa saini tena upya za viungo wao na kuweza kumwaga wino kwa mara nyingine tena kuendelea kukitumikia kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, kwani hao wamekuwa ni wachezaji wa kutumainiwa katika kikosi hicho cha Miludi Amdi, na ameliagiza kamati nzima ya usajili hapo tunasema scouting ya Dar es Salaam Young Africans, ili kuweza kufanya haraka iwezekanavyo kunasa pia nyota ambao watakuwa wa kutumainiwa na kuweza kukisaidia kikosi cha wananchi ili kuweza kurejesha makali yake. Ikumbuke kwamba Yanga ni kikosi ambacho kiliweka heshima yake katika misimu kadhaa hapo nyuma. Kwa hiyo Dar es Salaam Young Africans wapo katika mchakato mzima wa kuweza kunasa pia wachezaji wenye kariba ya akina Pacome Zouzoua, lakini kama itoshi wenye kariba ya Max Nzengeli, ili kuweza kujihakikishia ushindi na kujihakikishia kufika katika hatua ambayo ni nzuri zaidi kunako michuano ya kimataifa ambayo itaanza kutimua vumbi kunako msimu unaofuata, msimu wa 2025-2026, kwani Dar es Salaam Young Africans aliweza kuishia katika hatua ya makundi, jambo ambalo alikuwa la kawaida katika kikosi hicho cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, mabingwa wa kihistoria na mabingwa ambao wanaendelea kutetea taji lao la msimu huu wa 2024-2025 hapa nchini Tanzania. Bana, kufuatia taarifa hiyo, sasa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans tunaona kikiendelea kuimarika siku hadi siku, kwani nyota ambao wanazidi kusajiliwa katika kikosi hicho wanaonekana kuwa nyota mwiba kweli kweli, na nyota ambao wataweza kuwafikisha Dar es Salaam Young Africans katika hatua nzuri kabisa. Ikumbuke kwamba kikosi ambacho kiliweza kufika hatua ya nusu finali ni kikosi ambacho kilikuwa kikiundwa na nyota wenye uwezo mkubwa kweli kweli. Safu ya ushambuliaji ikiongozwa na Fiston Kalala Mayere Plidet, ambaye hadi hivi sasa tunapomzungumzia anazidi kung'ara kweli kweli katika ligi ya nchini Misri, lakini kama itoshi kunako ligi ya mabingwa barani Afrika, akisaidia timu yake Pyramids kufika kunako hatua ya finali ya michuano ya CAF Champions League, huku aking'ara kweli kweli, akitoa mchango mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo kikosi cha Dar es Salaam Young Africans kipo katika mchakato mzima pia wa kuweza kunasa saini ya nyota mwenye kariba ya Fiston Kalala Mayele. Mimi naitwa Latin na hii ni Steam Media. Tulikuwa tukikusogezea taarifa kadha wa kadha ambazo zinazidi kujiri katika anga za kimichezo. Cha kukusina kukusisitiza ni kwamba karibu na Steam Media kwa taarifa nyingi na sajili mbalimbali ambazo zinazidi kuchukua nafasi. Basi sisi tutakuwa tukikusogezea hapa kila siku ili kuweza kupata taarifa zetu ukiwa wa kwanza. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya neno subscribe ili uweze kujiunga na familia hii kubwa kabisa. Mtayarishaji ni Damian Mapunda na mimi naitwa Latin.